Wastahili Baba, Hii ni huduma ya ujenzi makanisa, siku ya Alhamisi. Katika siku hii ya leo, tunajikita katika maombezi kwa watu wenye vipawa maalum, watu wenye karama zao, ambao nao pia katika jamii wapo na wanakutana na changamoto mbalimbali. Ewe ndugu uliopo unanisikiliza mahali hapa, unakutana na changamoto zipi? Maana wewe pia una kipawa. Yamkini kipawa chako ni uimbaji. Ukiimba watu wanaguswa, watu wanasikia vizuri, na tena umesifiwa mara nyingi kwa sauti yako, kwa namna yako unavyoweza kufanya huduma hiyo. Yamkini wewe kipawa chako ni kufundisha. Wanafunzi wako unapowafundisha wanakuelewa vizuri. Wakija mwalimu mwingine akifundisha haeleweki, somo ni lile lile, ngazi ni ile ile. Hicho ni kipawa. Wewe una kipawa chako. Yamkini wewe kipawa chako ni kuongoza. Uongozi wako unakubalika kwa kiasi kikubwa. Watu wanaadimaya, wanafurahi kuona jinsi unavyoongoza kundi lako. Wewe ni kipawa chako kile. Mwingine ni kipawa chake katika hili somo la hesabu. Wewe katika mahesabu haikubabaishi. Ukifanya hesabu zako, hata kama mada imeonekana ni ngumu, lakini kipawa chako juu ya mahesabu hakuna awezaye kukufikia. Wanafunzi wenzako wanakufuatia ili wapate majibu juu ya mahesabu. Watahangaika, watakaa makundi wakijadili juu ya hesabu hii, lakini wewe ukija ni jibu la hiyo hesabu. Wamekulebo hata majina ya kwamba wewe ni calculator, pengine wewe ni kompyuta, kwa sababu ya kipawa ulicho nacho. Inawezekana wewe ni kipawa cha kubuni mambo. Unabuni vitu vya kuchora, unachora vitu vinaonekana uhalisia wake. Ni kipawa katika engo hiyo, ni kipawa katika utumishi wako. Wewe unaitika katika eneo hilo. Lakini pamoja na hayo, mpendwa msikilizaji, unakutana na changamoto. Changamoto zako ni nyingi pia. Katika kipawa hicho unajaribiwa. Katika kipawa hicho watu hawakuelewi. Katika kipawa hicho ulicho nacho Mungu amekukirimia. Yamkini ni kanisani. Kipawa chako wewe ni mwepesi wa kuweza kuelewa mafundisho na ukaweza kuelezea wenzako vizuri. Yamkini wewe unaweza kunena kwa lugha, hata ukatafsiri. Una neno la maarifa, una unabii, una mafunuo. Ndani ya kanisa wewe una kipawa chako. Katika jina la Yesu Kristo, wewe ukihubiri maandiko ukiyachambua, watu wanaelewa. Ni kipawa chako. Lakini pia changamoto zinakufuatilia. Changamoto yako ni nini? Wewe unajua ni nini unachokutana nacho. Yamkini ni roho ya kiburi, kwa sababu nacho hicho kipawa. Yamkini ni roho ya kiburi na kuandama. Mpendwa msikilizaji, yamkini ni hali ya kutokueleweka kwa wenzako. Watu wanadhani kwamba wewe una majivuno kwa sababu ya hicho kipawa, hata kama hauko hivyo. Lakini watu wanavyokuangalia, namna yako ya uongeaji, namna yako ya kujiwakilisha mbele yao, inaonekana kwamba wewe una majivuno, wewe una kiburi. Inawezekana kweli una kiburi. Hiyo nayo ni changamoto yako. Hiyo ni changamoto ambayo unahitaji mbele za Mungu upate maombezi. Mpendwa msikilizaji, wewe unajitambua changamoto yako ni nini? Katika jamii imekushutumu kwa lipi? Pamoja na kuwa na kipawa kizuri, unaweza kufanya mambo makubwa, unaweza ukafanya mambo mazito ambayo wenzako wanashindwa, lakini wewe ndani ya jamii umehesabika kwamba wewe ni changamoto. Wewe unayo changamoto, una kiburi. Yamkini unadharau wenzako unawapuuza katika maeneo yao ambayo wao hawawezi, wewe unayaweza. Unawapuuza, nao pia wamejitenga na wewe, wamekaa pembeni, na wewe umeona tayari hili ni tatizo.
Neno la Mungu linasema, tutakwenda kusoma maandiko sasa hivi ili upate kujua neno linatuongoza vipi. Nasi tutaenda kusoma katika kitabu, tukianza na kile katika Korinto sura ile ya 12 na kuanzia ule mstari wa 21. Biblia inasema, na jicho haliwezi kuambia mkono sina haja na wewe, wala tena kichwa hakiwezi kuiambia miguu tena sina haja na ninyi. Amen. Kwa maana vile vitu vinahitajiana. Mpendwa msikilizaji, wewe uliye na kipawa, elewa kwamba kipawa chako Mungu amekujalia kwa ajili ya wengine, kwa ajili wafaidishe wengine. Kwa hiyo wewe upo kwa ajili ya wengine, na yeye ambaye hana hicho kipawa yambidi ajue ya kwamba huyu ambaye anaonekana na hicho kipawa, basi umthamini, kwa sababu yupo kwa ajili yako. Usimpuuze wala usiwe mepesi wa kumhesabia kujivuna. Usimhesabie yale ambayo yeye hajakwambia, yeye ambaye mambo ambayo yeye hajakuthibitishia, kwamba hakupendi, kwamba anakudhania wewe ni dhaifu, lakini wewe tayari umekwisha mhukumu ya kwamba huyu bwana anajiona. Ni kwa sababu tu umeona kwamba yeye anajua zaidi kuliko wewe katika hilo, na anapojieleza watu wanamwelewa na kumwadimaya, lakini wewe umeshamhukumu kwamba huyu ana majivuno. Hapana, unamhitaji. Nenda naye vizuri tu, unamhitaji. Biblia inasema ya kwamba jicho haliwezi likamwambia mguu ya kwamba sikuhitaji, kwa sababu mimi si mguu, basi wewe mkono sikuhitaji, au wewe jicho sikuhitaji. Hapana, vinahitajiana. Haleluya, haleluya. Neno la Mungu linasema pia katika kile kitabu cha Timotheo, tutasoma katika jina la Yesu Kristo, mstari sura ile ya 4 na mstari wa 14. Usiache kuitumia karama ile iliyomo ndani yako, uliopewa kwa unabii na kwa kuwekewa mikono ya wazee. Usiache kuitumia karama iliyomo ndani yako, uliopewa kwa unabii na kwa kuwekewa mikono ya wazee. Haleluya. Umepewa karama, umepewa kipawa, umepewa kipawa kutoka kwa Mungu, iwe ni karama ya Roho Mtakatifu, iwe ni kipawa cha uwezo wa kuelewa mambo na kuyachambua kuliko wengine, cha kuimba, cha kufanya mahesabu, cha kutanzua matatizo yaliyopo mbele ya jamii, lakini wengine wanapata shida katika kuyafikia ufumbuzi wa mambo haya. Sasa wewe umepewa hicho kipawa. Neno la Mungu linasema tumia kipawa hicho kwa uzuri, hiyo karama uliyopewa hiyo. Usijidharau. Haleluya, usijidharau. Basi naomba wewe ambaye umekumbana na changamoto mbalimbali za kukataliwa na jamii, za kutengwa na jamii, yamkini kwa sababu ya kile kipawa ulicho nacho, hawajakuelewa. Wakati wewe unatenda yale, wanaona kama wewe umewadharau wao, umewapuza. Yamkini wameweza kukuweka pembeni. Nasema kweli katika Bwana ya kwamba hiyo sio tatizo. Tatizo ni wewe ulivyo mtazamo wako. Naomba nimwombe Mungu pamoja nawe sasa, tuungane ili kuweza kulitia jina la Bwana, ili akaweke sawa mambo ambayo yako mbele yako, ambayo wewe umekutana nayo. Umefika mahali hata unaanza kukata tamaa. Hutaki kujitosa katika kumtumikia Mungu kikamilifu. Hutaki kujitosa katika kuitenda kazi ya Bwana. Nawe umekata tamaa. Acha kukata tamaa. Jipe moyo mkuu, kwa maana Bwana ataka kukutumia kwa namna ya kipekee. Hicho kipawa ulichopewa si kwa ajili yako tu, ni kwa ajili ya mwili wa Kristo, ni kwa ajili ya kujenga mwili wa Kristo, kanisa la Mungu. Nami nakuagiza sasa katika jina la Yesu Kristo, twende mbele za Mungu pamoja. Unganisha imani yako na yangu, ili twende tukamwombe Mungu. Mungu akakutane na haja ya moyo wako. Yamkini kuna mambo ambayo sijayatamka hapa, lakini wewe unayajua, unayokumbana nayo kama ni majaribu kwa habari ya kipawa ulicho nacho. Lakini nasema kweli mbele za Bwana, Bwana ajua sirini, anaenda kukutana na haja ya moyo wako. Simama nami katika imani, tukamwombe Bwana. Mungu wangu uliye hai, ninayekujua usiku huu wa leo,
ninaleta hitaji la mtumwa wako huyu ambaye Bwana kwa neema umemkirimia hicho kipawa ambacho anacho, anajitambua kwamba anacho. Mungu, naomba neema yako juu yake katika jina la Yesu Kristo. Kutokana na hicho kipawa ameweza kugundua jinsi ambavyo amekuwa mbali na watu wengine, watu jinsi ambavyo wamejitenga naye kwa sababu mbalimbali, yamkini mtazamo wake yeye hasi, lakini pia kwa sababu pengine wengine wameshindwa kumtambua yeye na kumkubali. Hivyo Bwana ametengwa na wenzake, nami ninamleta mbele zako Jehova katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba Bwana umpake mafuta yako sasa. Roho Mtakatifu Bwana ukaingie ndani yake, ukatengeneze ufahamu wake, ukatengeneze kujitambua kwake Bwana. Anavyoangalia mambo Bwana, rekebisha katika moyo wake, rekebisha katika ufahamu wake, rekebisha katika njia zake. Mungu, naomba ukamlete katika mstari ili akapate kujua ya kwamba wewe Mungu ndiye uliyemwita, wewe Mungu ndiye uliyeweka hiyo hazina ndani yake. Nami ninaomba katika jina la Yesu Kristo akabadilike mtazamo katika jina la Yesu Kristo. Msaidie akajitambue, akarekebishe pale panapohitaji kurekebishwa, ukamsaidie akajitambue, akachukue hatua kwa ajili ya kurekebisha kwa jina la Yesu Kristo. Mungu, ninaomba kwa habari ya wale ambao wanamwangalia tofauti, nami Baba ninaalika moto wako ukateketeze mitazamo hasi dhidi ya mtumwa wako Bwana. Ninaomba akapate kibali machoni pa watu, akapate kibali machoni pa jamii, akapate kibali machoni pa wanafunzi wenzake, akapate kibali machoni pa watumishi wenzake kazini. Mungu, ninaomba neema yako ikamtembelee, itembelee Bwana ile ofisi, maana kutokana na kipaji chake imeonekana kwamba yeye amekuwa ni mtu mwenye tofauti ya mtazamo, kwamba amejitenga, lakini yamkini mtazamo hasi ya wale wanaomzunguka. Mungu, ninaomba uongee nao mmoja mmoja kivyake. Baba, ukatulize dhoruba inayomzunguka mtumwa wako huyu, ukatulize wimbi kama ulivyotuliza wimbi la bahari katika ile bahari ambapo wanafunzi walikuwa wamekaa katika kile chombo. Upepo ulipokuja Bwana uliutuliza, mambo yakawa shwari, na alika wingu lako likatulie katika jina la Yesu Kristo, ndani ya kichwa chake huyu mtu, ndani ya moyo wake, ndani ya maisha yake, ndani ya darasa lake, ndani ya walimu wake, ndani ya kila jamii inayomzunguka. Baba, wingu lako likaingie na kutuliza dhoruba. Uwe salama katika jina la Yesu Kristo. Pokea kuanzia sasa, ewe mtumwa wa Mungu mwenye kipaji chako, mwenye kipawa chako. Amini kwamba Mungu yupo kazini, Mungu wa ujenzi makanisa. Siku wa leo amekutembelea malangoni. Pokea muujiza wako katika jina la Yesu Kristo. Pokea sasa, ninasema, asema Bwana wa majeshi, pokea. Rokapasharabakasikaboriaba rikabukosikarirakisha takasa takarilasi pakarilabashe halabushi halabushi halabushi. Pokea, asema Bwana. Utakapokuwa umepokea, mtumwa wa Mungu, usiache kumpa Bwana utukufu kwa sadaka yako safi ya ushukurani, sadaka itwayo ni sadaka ya ujenzi makanisa. Nawe hiyo sadaka utaituma kwa namba za akaunti zinazoonekana katika skrini hii bila tashwishi yoyote, na Mungu ataendelea kukuonekania mara utakapokuwa umeona muujiza wako umetokea. Nasema ni baada ya kuona. Fanya hivyo kwa uaminifu, na Mungu ataendelea kudumisha muujiza wako tena na tena katika jina la Yesu. Hadi hapo tutakapokutana tena katika kipindi kingine, wiki nyingine, muda na saa kama hii, nipende kukuaga nikisema Mungu akubariki. Bye.